Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Kamisheni ya Ardhi leo hii imetangaza kutoa muda wa kipindi cha miezi mitatu kwa wananchi ambao hawajaendeleza maeneo yao ya ardhi waliokabidhiwa na serikali. Hatua hiyo ni utekelezaji wa sheria za umiliki wa ardhi ambapo inatakiwa katika kipindi cha miaka miwili wananchi hao wawe tayari wameshaendeleza maeneo hayo. Kipindi hicho sasa kimepita na serikali inachukua hatua za kuhakikisha inatoa muda wa miezi mitatu na kurudisha maeneo hayo kwa serikali. Ni maeneo ambayo serikali imekata viwanja na kuwapatia wananchi, sio yale maeneo ambayo wananchi wenyewe wamenunua. Hapa tunakusudia tutaanza operation katika maeneo ambayo wananchi walipatiwa na serikali. Serikali imekata viwanja, kwa mfano Tunguu, alafu ikawagaia wananchi vile viwanja. Kwa hiyo maeneo hayo yamewekewa muda maalum wa miaka miwili. Ukishindwa kuendeleza ndani ya miaka miwili, basi serikali inaweza kunyang'anya eneo hilo kwa sababu umekiuka masharti ya kupewa eneo hilo. Kwa hivyo hiyo ni kwa upande wa hizi haki za matumizi ya ardhi. Lakini umezungumza kuhusu muda wa miezi sita. Muda wa miezi sita ni taratibu za ZIPA za uwekezaji. Kwa hivyo katika maeneo ya kiuwekezaji ZIPA wanatoa, ukisoma katika ile certificate yao wanaitoa, unatakiwa uwe umeendeleza eneo ndani ya miezi sita. Kwa hivyo hiyo ni katika upande wa kiuwekezaji, ili kuona kwamba wawekezaji wanaokuja nchini kweli ni wawekezaji makini ambao watatusaidia katika kuwekeza katika nchi yetu. Sababu lengo la serikali halikuwa kuwapa wananchi maeneo hayo ili wazungushe ukuta. Lengo ilikuwa ni kujenga nyumba za makazi. Kwa hivyo ndani ya miezi mitatu hii ambayo Mheshimiwa Waziri wa Ardhi na Maendeleo ya Makazi alitoa, kinachokusudiwa kuonekana ni nyumba ya makazi, sio ukuta. Ukuta hata serikali ingeweza tukupiga ukuta basi ikahifadhi maeneo, lakini ilikusudia serikali kutoa maeneo hayo wananchi waweze kujenga nyumba za makazi.